Hatutapiga nini? Wacha tutambae na magoti, tubaki na kura zetu nyumbani. Baadhi ya wananchi katika mtaa wa Muriet katika kata ya Sokoine mkoani Arusha wametishia kutokupiga kura, huku wakimtuhumu diwani wa kata hiyo pamoja na mbunge wa jimbo la Arusha mjini kwa kushindwa kutekeleza ahadi ya kujenga kivuko kinachounganisha zaidi ya kata 3 ikiwemo kata ya Muriet, Sokoine, Sinoni pamoja na Lemara. Wananchi hao wamedai kwamba kivuko hicho kinapitisha watu zaidi ya 2000 kwa siku, ikiwemo wanafunzi zaidi ya 300 wanaokwenda shule, na kina urefu wa mita 15 kuanzia kwenye daraja hadi kwenye maji, na kwamba kivuko hicho kilichojengwa kwa nguvu ya wananchi kimeanza kuoza na kimekwisha kuanza kuleta athari mbalimbali, ikiwemo watu kuvunjika miguu na watoto wadogo kudondokea kwenye mto. Kwa mkoa naomba atusaidie, mbunge hawezi kutusaidia chochote, amekuja kutudanganya hapa kama watoto. Hawapungui wanafunzi 300 kwa siku. Hatutachagua, tutapiga kura kama tujetengenezwa daraja. Tumeshawaita viongozi wa ni hadithi tu. Kwa hiyo tunachotaka ni daraja litengenezwe ili tuweze kupita salama. Wengine umri wetu umeshaenda, tunapita kwa mateso mpaka tushukwe mikono hapa daraja. Walishakuja wakatuambia wanangojea bajeti. Hapa tumeambiwa leo bajeti ni mwezi wa 8. Na uchaguzi ni mwezi wa ngapi? Sasa hivi hatutapiga kura. Hatutapiga nini? Wacha tutambae na magoti, tubaki na kura zetu nyumbani. Tunakutana nayo kuhusu daraja. Hili daraja linajaa maji, msimu wa mvua watoto wakidondoka hapa ni maana tutawakosa. Kiangazi wanadondoka watoto hapa. Watoto wote wanasoma mjini. Na watoto lazima wapite hapa. Sasa kama serikali kweli inajua sisi ndio wapiga kura wake, kwa nini hawaje kututengenezea? Maana Mrishogambo alikuja hapa akasema atatuwekea daraja la chuma hata lipate kizuizi ya watu kujishika. Hajarudi, hatujamuona. Amekujengea hospitali pale, anaanza kujenga hospitali ili tuanguke, tuanguke, ndio tuende kutibiwa. Hatutakata hiyo hospitali. Naomba mheshimiwa diwani nikuulize swali. Siku mbunge aliokuja kutuahidi sisi kwamba atatujengea daraja, tulikuwepo watu wa ngambo ile na ngambo hii, na wewe ulikuwepo hiyo siku mbunge akisema kwamba hatatuwekea hilo daraja hapa. Je, nyie na mbunge mmefikia hilo swala wapi? Leo wewe utujibu kwa wananchi wote kwamba mmefikia wapi hilo swala. Hao mmetudanganya, mtupe tu leo uhakika kwamba mnatudanganya ili sisi tuingie mfukoni kujichanga sisi wenyewe tutengeneze daraja. Watoto wanayeathirika ni wa kwetu. Watoto wenye maumivu, sisi tunaamka asubuhi saa 11 kuarusha watoto hapa. Kwa sababu hamna mzazi kama mama anaweza kulala kitandani akaacha mtoto wake aruke hapa asubuhi. Na mafuriko, angalia hadi leo kuepo hapa. Sisi ndio wazazi tunayeumia hapa. Tunaamka saa 11 kurusha watoto hapa. Tupeleke mtoto paka barabarani tumpandishe gari mtoto arudi. Leo mheshimiwa diwani, kwa miaka yote uliokaa, leo utuahidi wewe kwamba hichi kivuko ni lini utamleta diwani na ni mbunge hapa mkono kwa mkono ukituambia sisi kwamba ni lini atatujengea hichi kivuko, maana tunayeteseka ni sisi. Naomba kwanza tusikilizane. Naomba tusikilizane. Jamani, issue mimi ninachokiona hapa, mkuu wa mkoa anaweza kutusaidia. Tunasema hivi, mkuu wa mkoa naomba atusaidie, mbunge hawezi kutusaidia chochote, amekuja kutudanganya hapa kama watoto. Tunaomba fikisha ujumbe. Ngoja fikisha ujumbe. Ambia atusaidie. Mbunge hawezi. Kwa sababu bila hivyo atakubali Diwani wa kata ya Sokoine Saruni Olodi amedai kwamba swala hilo tayari wamekwisha kulipeleka katika halmashauri ya jiji la Arusha na wanachosubiri hivi sasa ni utekelezaji. Naomba tusikilizane basi. Naomba tusikilizane. Twende huyu mwenyekiti wako wenyewe.
naomba tusikilizane. Iko hivi, iko basi na mabalozi. Bro, jamani, naomba tusikilizane hivi. Naomba tusikilizane. Sawa jamani. Wewe tuomba mheshimiwa kamili. Aje na mkoa, aje na mkurugenzi wale washika pesa wale. Naomba tusikilizane basi. Unasikia bro? Issue hapa sio mbunge kuja au Makonda kuja au diwani kuja. Issue ni kivuko itengeneze. Sasa kama ni kutengeneza, mimi nilishawaambia iko kwenye utaratibu kwa sababu tulimwomba mkurugenzi. Jina langu naitwa Elibariki Laiza, ni balozi katika huu mtaa ulioonekana kwamba kuna taharuki, mtaa wa Murieti, ila jina langu ni namba 52. Kumetokea taharuki ya wananchi na viongozi. Hiyo taharuki inahusiana na kivuko. Wananchi walishajenga kivuko tangu siku nyingi cha kuvuka na miguu. Sasa hivi kile kivuko kimeelekea kuvunjika. Ndio wanalalamika kwamba serikali wanaomba wawasaidie kwa sababu hicho kivuko kweli ni kwamba kipo bize sana. Wanaopita watoto asubuhi wanaovuka ili eneo hapa kwenda upande wa pili na wanaotoka upande wa pili kuja upande huu wa huku hawapungui wanafunzi 300 kwa siku. Lakini pia vile vile hiki kivuko kimeunganisha kata zaidi ya 3. Tuna kata ya Lemara, tuna kata ya Sokoni 1, tuna kata ya Sinoni.